Mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha sana hapa BW Media. Baraka, heri ya mwaka mpya. Namshukuru Mungu tumevuka. Tumevuka salama na tunaanza na mada nzuri sana, nyaraka za Paulo hizi. Lakini kati ya yote nimependa graphics za kasha la lesoni. Imenivutia sana. Saizi wamejituliza. Nafahamu upendi mambo mengi, ndo hasa hayo yatakuwa yamekuvutia pengine. Hamna vitu vingi pale, afu color grading ilikaa vizuri. Wapewe kongole waliofanya. Wafuatiliaji wetu ulimwengu wote bado wako nasi, na hii inajidhihirisha kupitia komenti zao. Komenti zinaendelea. Mimi nianze tu na komenti kutoka mataifa kadhaa hapa. Nianze na komenti kutoka kwa Boniface Nyaberi. Yuko Iraq huyu. Anasema we are happy for you guys. Keep it up. Halin Gesare yuko Canada anasema amen, indeed our God is faithful. Nimebarikiwa sana. Muwe na sabato njema. Wewe anatutakia sabato njema pia kutoka Canada. Gasale huyo. Yes. Lakini pia Mandera Koikoi from Kisumu, Kenya. God bless you people for your commitment to teach God's word. Wow. Lakini bado niko na Christine Motaro anatoka Kisii, anasema Mungu na wabariki kwa kazi nzuri. Pia kutoka Kenya niko na Madam Damaris Kimaiga. Damaris. Bado tuko naye mwaka huu pia, anasema be blessed so much ndugu zangu. Good teachings. Siku moja natamani nitembelee Tanzania. Damaris, welcome. Natamani, na kwa kweli ukifika Tanzania tutakuweka miongoni mwa wachambuzi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka BW Media. Naam. Asante sana. Yes. Kuna comment ya kwanza kabisa nitaanza nayo hapa. Anaitwa Edwin Nontinli. Anasema happy new year watumishi wa Mungu, nafurahi kushiriki nanyi kwenye uchambuzi wa lesoni mwenzenu kwa salimu na vipi namuona mwenzenu na kusalimu. Sisi tunakushukuru sana mwezeshaji. Lakini kwa kuweka mambo sawa, tukumbuke ukanda tuliopo ni ukanda wa Kiislamu. Kwa unapomwona mchambuzi amevaa nguo za Kiislamu usishtuke. Ukanda huu wa pwani yote hii ni ukanda wa pwani. Na pia tunatakiwa tuwafikie hao. Pwani ya bahari ya Hindi. Na uzuri tunamzungumzia Paulo. Paulo ana vifungu vyake mbele, tutaona akisema nilifanyika kuwa wa kwao. Kwa kuna muda unajishusha kuwa wao na Mungu atatubariki tu. Anasema mbarikiwe zaidi. Huyu ni George Kayanga, wachambuzi wa lesoni. Kibinafsi nimebarikiwa sana kupitia huu uchambuzi. Hapa ni George Kayanga kutoka Lubero, DRC. Na amesema ana share hii linki kwa magrupu yake mengi. Ni kitu kizuri sana. Na mimi kuna comment moja imeingia hapa, anaitwa Pasnos Ventures. Anasema kusali kwetu mara nyingi ni kumpelekea Mungu mahitaji. Tunasahau kuhesabu mengi ambayo ametenda. Kimombo anasema we treat God as convenient store. Wow. Yani hatutaki kufanya hivyo kabisa. Wakati yule ni Mungu na ana ufalme. Kuna rafiki yetu kutoka Wasconio au Wisconsin, Marekani. Anaitwa Geradi Nyamora. Anasema asante sana wachambuzi wa lesoni, maelezo yenu mazuri kwa Biblia, Injili ya Yesu na ifike pande zote duniani kote. Akijulikana kama Geradi Nyamora. Asante sana Gerard. Kutoka Marekani. Ni kweli. Na ya mwisho kabisa ya kufunga nayo tutatoka kwa Hana Mora akisema may God bless you, you are the people of God, happy new year full of blessing. Na sisi tunawatakia mwaka wa 2026 uwe mwaka wa mafanikio. Mwaka wa tofauti sana. Mwaka wa tofauti sana. Sio tu tufanikiwe mambo ya fedha, la, tuanze kufanikiwa kiroho. Tutapofanikiwa kiroho, basi na mambo ya fedha na mengine tutajaziwa. Maana Mungu amesema tutapata duniani mara 100 na zaidi sana ufalme wa Mungu, na Mungu awabariki. Kwa hakika mpenzi mtazamaji, usiache kuendelea kuangusha comment yako hapo. Inatutia nguvu, lakini pia kuna mtu mwingine amekata tamaa maeneo fulani, akiona ujumbe wako anaweza kafarijika zaidi. Nikukaribishe katika somo la leo tunapokuwa tukiangalia mada ya 3 inayozungumzia uzima na mauti. Hii ni BW Media, endelea kuungana nasi.
BW Media, stay informed. Naam, ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka channel ya BW Media. Leo tuna somo la 3, uzima na mauti. Tutaangalia mambo kadhaa, hasa tukijikita zaidi katika Wafilipi sura ya 1. Tutakuwa ni somo ambalo lina ujumbe mzito sana unaotaka Kristo aweze kutukuzwa katika hali zote ambazo mtu anaweza akawa anapitia. Tutaona namna ambavyo Mtume Paulo alipitia nyakati mbalimbali ngumu zaidi, lakini mwisho wa siku Kristo akatukuzwa. Katika kipindi cha leo niko na wachambuzi ambao tunakwenda kujadili kwa kina sana uzima na mauti. Niko na Dr. Martin, Mwinjilisti Baraka Mwambopo, Matayo Masaka, nami katika kuongozea kipindi naitwa Watson Mwakijola. Nikukaribisha katika kipindi hiki. Hii ni BW Media. BW Media, stay informed. Chambuzi, karibu katika studio za BW Media. Tunabarikiwa tena kwa mara nyingine tunapoendelea kujadili kuunganisha mbingu pamoja na dunia, ambapo tunaona nyaraka mbalimbali tukijikita katika kitabu cha Wafilipi na Waefeso. Mwinjilisti Baraka, karibu sana. Naam, asante sana. Tuna mada ya leo, uzima na mauti, na tuna fungu ambalo linabeba muktadha na mjadala mzima wa somo la leo. Nikukaribisha utuongoze katika hilo. Naam, asante sana. Tunaendelea kuwakaribisha katika kipindi chetu. Fungu la kalili linatoka Wafilipi 1 mstari wa 21, nalo linasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Tufume macho tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa kutupenda. Asante kwa kutualika wakati huu tunapoenda kujifunza pamoja na watazamaji wetu lesoni ambayo tunaenda kuidadavua kwa kutumia Roho wako Mtakatifu. Tunaomba tuongoze na tusimamie, kila mtu aelewe na tujiandae kwa ajili ya ujio wako mara ya pili Yesu anapokuja. Tunaomba haya kupitia Yesu Kristo. Amen. Naam, kwa ombi hilo kutoka kwa Mwinjilisti Baraka, tuko tayari sasa kujiongea kwa kina zaidi katika somo la juma hili. Lakini kabla hatujaenda zaidi, nikaribishe Mwinjilisti Masaka au tupitishe katika utangulizi. Tunaona Paulo ana kauli za kishujaa sana, kauli ambazo kwa mazingira ya kawaida huwezi kuzitegemea. Anasema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Katika somo la 3 hili, uzima na mauti, tunakwenda kuangazia mambo gani? Karibu sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwendelezo katika robo hii ya kwanza, na tuna somo la pili linalozungumzia uzima na mauti. Uzima na mauti kwa Kiswahili rahisi kabisa tungesema uhai na kifo. Uhai na kifo. Hii inamaanisha nini? Katika utumishi na huduma ambayo Paulo alikuwa akifanya, alikuwa anapitia uzoefu wa namna zote. Alikuwa tayari kupitia uzoefu wa namna zote, uzoefu wa kuishi, lakini pia uzoefu wa kufa, lakini yote ni kwa ajili ya kumtumikia Kristo. Iwe katika kuishi, atafanya huduma kwa kuwasaidia watu kumfahamu Kristo, lakini pia katika kifo chake, atakufa katika imani, akifia dini au akifia injili ya Kristo. Kupitia mauti hiyo, Yesu atainuliwa. Kwenye ile fungu letu la kalili ni maneno ya ujasiri ambayo Paulo anayanena akiongozwa na Roho Mtakatifu. Ni maneno ambayo hakunena kama Paulo, lakini Roho Mtakatifu alimuongoza kuyanena kwa ujasiri ili atutie moyo sisi ambao ni wahudumu katika shamba la Bwana tukifanya kazi yake. Tuwe na ujasiri katika utumishi na huduma. Unapokuwa na ujasiri kwenye kazi ya Mungu, utafanya kazi ya Mungu kwa ushujaa, na shetani ataibika na watu wengi wataokolewa. Fungu letu linasema kwamba kwa maana kwangu mimi, yani kwa Paulo, kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwangu mimi, kwa maana kwangu mimi kuishi. Paulo anamaanisha nini? Anasema kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Anamaanisha nini katika muktadha mzima wa huduma na utumishi ambao alikuwa akiufanya? Anamaanisha kwamba katika huduma ambayo Kristo alimuita kuifanya, maana kabla hapo alikuwa akitesa kanisa, na alikuwa anaamini kwamba kazi alikuwa anafanya kuitesa kanisa la Mungu na kuwa watakatifu wa Mungu, alikuwa anafanya kazi ya Mungu kabisa. Alikuwa anaamini hivyo. Lakini muda ulipofika Mungu akamuita kwa ajili ya huduma kwamba amtumikie yeye, na Mungu alisema kwamba huyo ni chombo changu kiteule, atangaze jina langu kwa mataifa. Alipoingia katika huduma ya kumtumikia Kristo, mwanzoni hakukubalika, lakini alipoanza katika huduma Mungu alimtuma kwenda kwa mataifa ili kupeleka ujumbe na huduma hii. Na katika huduma na utumishi huu Paulo alipitia
changamoto mbalimbali ambazo tutaziona katika somo la juma hili, na hizi zinaonyesha kwamba katika huduma, unapofanya kazi ya Mungu, unapitia changamoto katika utumishi, na hivyo inamaanisha kwamba utumishi wa kazi ya Mungu sio utumishi wa lele mama. Utumishi ambao unahitaji mtu ambaye jasiri, mwenye kujitoa kumtumikia Kristo, na atapitia katika changamoto zote ili mradi tu afanye kazi ya Mungu katika huduma ambayo Kristo atainuliwa. Kwa hiyo Paulo anapomaanisha kuishi Kristo, anamaanisha katika huduma yake akiwa hai anamtumikia Kristo, inahitaji kujitoa kikamilifu. Maana pia changamoto aidha za kupigwa, kuvunjika jahazi, kupigwa kwa mawe na hatimaye wakati fulani katika maisha ya kawaida, na hatimaye kukabiliana na kifo ili kutetea ukweli wa Mungu. Unapotetea ukweli wa Mungu katika maisha haya, hata katika kifo unapojitoa, ukifa kama mfia dini, ile thamani yako kama mfia dini, kifo chako kinakuwa ni mbegu inayopandwa ambayo itaongoa watu wengi katika ujasiri ule uliotumika katika kufa katika Kristo. Kwa hiyo kuishi katika huduma ni Kristo, maana unamtumikia yeye kwa kujitoa, lakini unapokufa pia ni faida. Faida kwa sababu gani? Kwa sababu unapokufa katika Kristo Yesu, ukimtumikia Mungu, inaleta matunda. Damu ya mtakatifu ni mbegu, inapomwagika inatoa mazao mengi. Kwa Kristo Paulo aliona ujasiri kuongea hivyo kwamba hata kama nitakufa katika imani, kuna watu wengi wataokolewa kupitia kifo changu katika Kristo Yesu, namna ninavyojitoa. Kwa hiyo katika somo hili au utangulizi huu na hili fungu natutia moyo mimi na ambao ni watumishi wa Mungu katika huduma yake, kwamba tunapoishi katika utumishi wa Mungu tunaishi kwa Kristo, tunamtumikia yeye Kristo, tunaishi katika matumaini na kumtumikia Kristo. Lakini pia tunapokufa katika imani, inamaanisha kwamba kifo chetu kinakuwa ni mbegu kwa watu wengine kuokolewa. Kwa pia Paulo anaiga mfano kwamba hata haya kifa katika imani, kuna watu wengine wataokolewa kupitia huduma yake. Somo la juma hili pia limejikita kuelezea kuhusiana na wengi wanaamini kwamba mtu anapokuwa amekufa, yani kifo ni sehemu ya maisha, kwamba mtu anapokufa kuna maisha katika kifo kabla Yesu hajaja mara ya pili. Ndivyo wengi wanavyoamini, lakini tunajifunza katika juma hili kwamba kifo ni usingizi ambao hauna ndoto na unalala mauti, hujui neno lolote, ukisubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Naam, asante sana Elda kwa maelezo mazuri haya katika somo letu zuri. Nami kwa kifupi nidokezee kidogo sana katika somo letu hili, nikiungana na maelezo mazuri na bora ya awali. Uzima na mauti, nitakuelezea fungu katika vipengele vichache. Fungu letu ambalo linasema, kwa maana kwangu mimi ishi ni Kristo. Jambo kwanza, utambulisho wa maisha yetu lazima uwe katika Kristo Yesu. Sio pamoja na Yesu, sio Yesu aje kutusaidia, bali maisha yetu yote yawe ni Kristo. Kristo ndo awe kiini cha maisha yetu wenyewe. Na tunapozungumzia habari ya kufa ni faida, tunakutana na jambo la pili hapa, kwamba unapomfanya Kristo kuwa sehemu ya maisha yako, unapomfanya Kristo kuwa kiini, ukajua unakoelekea, basi hautohofia kile kitakachotokea, na kifo kitakuwa sehemu, kitakuwa ni faida. Maana yumkini unaweza ukafa, lakini tumaini lako liliwekwa kwa Yesu, na kazi zako wakati unaishi zikabaki zikifundisha, zikabaki zikieleza. Na jambo la tatu la kuangalia hapo ni kwamba Mungu hasaidii kwa kutuepushia na vita. Paulo alikutana na majaribu mbalimbali, tunazungumzia uzima na mauti, bali anasaidia kwa kutuwezesha tusimame imara, tusishindwe katika vita. Na Mungu sio lifti ya kukwepea mateso, bali ni ngazi ambayo itatuwezesha kuvuka tukiwa kama washindi. Jambo la 4 la pekee kabisa kwa kujifunza katika somo letu hili zuri ni kwamba uzima na mauti sio sehemu ya maisha, bali ni kinyume cha maisha. Mpango wa Mungu ilikuwa maisha ya umilele, maisha ya uzima. Ninashukuru kwa maelezo ya nyongeza kutoka kwa Daktari Martin. Tunazidi kuangazia sana mada hii ya 3 yenye kichwa cha somo uzima na mauti. Sasa mwinjilisti Baraka, tunazidi kusogea mbele. Tunaona katika Wafilipi sura ya 1 mstari wa 19 na 20, Paulo alikuwa gerezani, lakini bado alikuwa na uhakika wa ushindi. Sasa
unajaribu kuangalia katika aya hii namna maneno anayoyatamka yanaonyesha kabisa sio mtu aliyekata tamaa pale gerezani. Sasa nini kilimpa Paulo ujasiri huo? Naam, asante sana. Kwanza Paulo hakuwa mtu wa kawaida, na ukawaida wake ulijengeka kwa sababu alikutana na Yesu moja kwa moja. Na pia misheni yake ya Paulo ilipoanza haikuanza kwa kujipeleka. Aliitwa manake alibadilishwa nia yake ya zamani ambayo huku alikuwa mwaminifu 100% kutekeleza mashauri yote atayopewa na lile baraza. Baraza ambalo lilikuwa linamtuma kwenda kuua watu wa Mungu. Sasa hatumwi tena na baraza la wazee wa Yerusalemu, anatumwa na baraza la mbinguni kwenda kuwaokoa watu. Na Paulo ukimsoma vizuri utamuona kwamba moja, alimwamini sana huyu Yesu aliyemtuma na alijitoa kwa huyu Yesu aliyemtuma. Alafu la pili, Paulo akawa anaambukiza ile imani yake kwa wote wanaomwamini huyu nani? Yesu. Kitu ambacho tunajifunza cha haraka ni kwamba Paulo hakuwa mnyimifu wa tendo la kiimani. Paulo alikuwa tayari kuambukiza na wengine. Moja, ujasiri kwamba ni kweli tunayemtumikia itafikia mahali tutateseka, itafikia mahali tutapitia mambo magumu, lakini ametuachia amani ya moyo. Na ndio maana ukisoma hiyo Filipi 1:19 na 20, alafu ukaenda ukaenda kusoma Wakorintho kule, Wakorintho wa pili 11:23 na 27, utagundua kwamba, naomba nisome hii kwanza, cha kwanza Wafilipi 1:19-20 anasema kwani najua kwamba kwa sala zenu na kwa msaada wa Roho wa Yesu Kristo nitakombolewa. Hapa anawatia moyo wa Filipi kwamba najua mnaniombea huku gerezani nilipo, na najua mnajua kazi ninayoifanya, lakini hata mimi bado naamini nitakombolewa na nani? Na Yesu. Ingawa kufa kwangu ni faida, hata ikitokea nimekufa leo bado nitakombolewa na nani? Na Yesu. Na 20 anamalizia kwa kusema hamu yangu kubwa na tumaini langu ni kwamba kwa vyovyote sitashindwa katika kutimiza wajibu wangu, bali nitakuwa na moyo thabiti kila wakati, hasa wakati huu, ili kwa maisha yangu yote niwapo hai au nikifa nimpatie Kristo heshima. That is a wonderful talk. Yani alimaanisha alimalizia kwa nguvu ambayo mtu mwingine unayesoma inakupatia ujasiri kwamba hapa anayepiganiwa ni kujenga ufalme wa Mungu. Namalizia kwa kusema tusife moyo, tumwamini Yesu, tumshikilie, ili ni pepeto tu tunapitishwa kwenye moto ili tuwe dhahabu safi tuulisi ufalme wa Mungu. Asante. Naam, nimefurahishwa na maelezo ya mchambuzi Baraka. Kwa hakika Paulo aliona utukufu wa Kristo kuwa ni jambo muhimu kuliko kitu chochote. Kwa aya hii uliyosoma ya 20, tunaona kwamba anahitimisha kwa kusema lengo lake ni kumpa Kristo utukufu. Sasa nina swali kidogo hapo kwa mwinjilisti Masaka. Tunaona maisha ya Paulo yalikuwa pia hamasa kwa watu waliobaki. Sasa leo hii ni katika hali zipi Kristo anaweza kutukuzwa zaidi kupitia maisha yetu? Maana maisha yetu wakati fulani na ukakasi, mtu akisema vipi huyo, yani inakuwa haina. Kwa hiyo kwa namna gani ambavyo maisha yetu, haijalishi tupo katika mateso, tupo katika hali gani, anavyoweza kumtukuza Kristo leo? Kupitia maisha yetu ya utumishi wa kujitoa na unyenyekevu, Kristo anatukuzwa. Tunachojifunza hapa kwa Paulo ni katika huduma tunayomtumikia Mungu, tunahitajika tuweze kuwa na ujasiri wa pekee. Na ujasiri unatokana na nini? Unatokana na namna tunavyojitoa, na Roho wa Mungu ndio anatupatia huo ujasiri. Ujasiri wa Paulo haukuwa wa kawaida. Ulikuwa ni ujasiri ambao Roho Mtakatifu amemuongoza ili kuongea na watu wake na watumishi mbalimbali ambao tulipo leo tunatumikia Mungu. Tuwe na ujasiri wa pekee tunapomtumikia Mungu. Tunahitaji kujitoa ili kupitia huduma yetu
iwe katika uzima, iwe katika mauti, Kristo apate kuazimishwa. Kwenye kitabu cha Wafilipi ambalo alisema mjilisi Baraka, Kiswahili cha kisasa na Kiswahili cha kawaida cha kimvita, aya ile ya 19 inasema kwamba maana najua kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu kwangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa roho wa Kristo Yesu. Kwamba katika namna ambavyo walikuwa wanamwombea Wafilipi, wanamwombea akiwa gerezani, kupitia yale maombi Mungu atampatia wokovu, atafungulia njia kwa ajili ya huduma na utumishi. Lakini katika aya 20 nasema kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa ni kwa maisha yangu au ikiwa ni kwa mauti yangu. Kupitia huduma tunamtumikia Mungu, tuhakikishe tunapofanya kazi ya Mungu Kristo aadhimishwe, yani atukuzwe, iwe ni katika uzima, iwe ni katika mauti, Kristo atukuzwe, kwa sababu tunafanya kazi ya kumuinua Yesu ili Yesu aonekane kupitia huduma na utumishi wetu. Asante. Asante kwa maelezo hayo, lakini bado kuna jambo fulani natamani uzungumze, ukizingatia kwamba wewe huwa ni kiongozi na mara kadhaa pia umekuwa ukiwahusia vijana na namna bora za kuongoza. Tunaona uhusiano wa Paulo na kanisa. Ukisoma katika aya ya Wafilipi sura ya 1 mstari wa 19 pale inaonekana washiriki au waumini pia wale wako kitu kimoja na Paulo. Ni kweli. Sasa uhusiano huu unatufundisha nini kuhusu uongozi wa kweli? Tunajifunza jambo la pekee sana katika swala zima la uongozi. Inaonyesha Paulo alikuwa na mahusiano mazuri sana na waumini wa kanisa la Filipi, na ndio maana walikuwa wakimuombea na akatambua ukarimu wao wa kumuombea na akawa ameonyesha kwamba kuwashukuru. Hii inatufundisha nini leo kama viongozi? Kuwa na mahusiano mazuri na wale tunaowaongoza. Hii inatujengea kufanya kazi ya Mungu vizuri kama timu. Hata unapata changamoto, wale waumini kwa sababu ni mahusiano mazuri watakuombea, na hii inaleta muunganiko mzuri katika mahusiano mazuri kati ya viongozi na washiriki. Lakini kwetu sisi leo pia tunatakiwa tuwe viongozi ambao waumini wetu tunaowaongoza, tunawasimamia waweze kuwa na shauku na sisi. Hata tunapata changamoto kutuombea na kututia moyo. Yeye anatujengea kwamba katika uongozi wa Paulo ajifunza kuongoza watu katika hali ya unyenyekevu, lakini kujitoa muhanga kwa ajili ya hawa watu. Na hivyo inasaidia sana katika utumishi. Paulo alijitoa muhanga, alijitoa kafara kwa ajili ya hawa watu. Hata kuwepo gerezani ilikuwa ni kwa ajili ya watu hawa, kwa ajili ya huduma ya Kristo. Kwa tunapojitoa muhanga au kujitoa kafara kwa ajili ya watu na kuwa na mahusiano mazuri na hawa watu, kuwaongoza katika hali ya unyenyekevu, bali tu viongozi ambao tunaiga mfano wa Kristo, itatujengea mahusiano mazuri. Na mahusiano mazuri yanapokuwa kwenye uongozi na washiriki, inajenga umoja na ufanisi katika kazi ya Mungu, na mafanikio yanapatikana kupitia huo umoja. Asante. Asante Mwinjilisti Masaka. Dr. Martin, tunaendelea pia hapa. Tunaona uongozi wa Paulo ni uongozi ambao ni wa kujitoa. Ni uongozi wa kujitoa. Ukiwa kama mchambuzi pia wa masuala haya ya Injili na masuala mbalimbali ya uongozi, tunajifunza nini pale, ukihusisha kwamba watu mara nyingi tukishachangamana na watu ambao tunahudumia tunajenga mazoea. Kwa ile hali ya kujitoa mara nyingi huwa inapotea pale ambapo mmezoeana. Una comment gani katika hili? Naam, asante. Utauwa ndicho kitu ambacho ni msingi, hususan pale ambapo tunapokuwa tukichangamana na tukishirikiana kwa pamoja. Na utauwa sio tu nyenyekevu na kuvaa vizuri, kuwa mkimya kanisani na nini, bali ni kuwa na msimamo sahihi na thabiti, hata kama ukweli unapingwa vipi. Lakini jambo lingine katika utauwa ni kudumu kutenda sawasawa na yaliyo haki, hata kama hautopendwa na watu wengi. Kwa hiyo katika makanisa yetu, katika jamii zetu, wakati ambapo tunahitaji zaidi umoja, jambo ambalo tutaliangalia pale mbele, umoja wetu lazima uwe na ujumbe ulio sawasawa na utume, na utauwa ndio utakuwa jambo pekee litakalotuwezesha ile kuombeana kwa ambako watumishi washiriki walifanya kwa mtume wao Paulo wa Filipi,
kukawa ndio sehemu. Paulo alishinda kwa sababu ya maombi ya Wafilipi, lakini vile vile kwa sababu ya roho ya Yesu. Vivyo hivyo katika matatizo na changamoto zetu. Na kitu kidogo nigusie hapo kwa Kristo kuadhimishwa. Kristo kwanza ataadhimishwa katika jukwaa kubwa zaidi. Tatizo linapokuwa kubwa zaidi, vivyo hivyo na ushindi unakuwa mkubwa zaidi. Lakini jambo la pili, Kristo ataadhimishwa katika maisha yetu ya kila siku. Asante. Naam, tunamuona sasa Paulo anatoa kauli fulani ngumu, inatisha kidogo. Anasema kufa ni faida. Hii ukisoma katika Wakorintho wa pili sura ya 10 kuanzia 3 pale mpaka 6 tunaona mambo kadhaa pale. Natamani uzungumze kidogo hii kauli ya Paulo anamaanisha nini hasa? Karibu. Naam, asante sana. Hata mimi wakati naipitia hii siku ya kufa ni faida, nikawa najua Paulo ataelezea namna tutapopata faida, atapopata faida akifa. Lakini muktadha wa mwandishi anaanza kwanza na kujenga mawazo chanya, alafu wewe msomaji ndio utaona faida ukifa chini ya nani? Ya Yesu Kristo. Wakorintho wa pili 2 mstari wa 10 3 hadi 6. Kwenye hiyo Wakorintho wa pili inavyoelezea ni kana kwamba Paulo analeta msimamo wa dini kwa washiriki wake. Ukianzia Wakorintho wa pili 10 mstari wa kwanza pale, Paulo mwenyewe anaonyesha kwamba yawezekana mimi kwenu washiriki ni mpole, lakini ninapokuwa mbali na kuwa mkali. Kwa nini nakuwa mkali? Kwa sababu katikati yenu kuna watu hawaendani na kasi ambayo sisi tunaihubiri au injili ambayo sisi tunaihubiri. Wanaleta kama mapuuza. Kwa kitendo cha kuwa na mapuuza katika injili, huyu Paulo anakuwa mkali. Na ukali wake anaanza kuudadavua vizuri tukisoma fungu la 3 hapa, ambapo anasema kupigana kwetu sisi si kwa nini? Si kwa damu na nyama, si kwa aina ya dunia hii. Hatupigani kama wana wa binadamu duniani wanavyopigana. Sisi vita yetu sisi ni ya kiroho. Kwa kama vita ya kiroho, maana yake anasema tunaanzia na kipengele kidogo kinachoitwa mawazo. Pale ndipo vita inapopiganiwa. Vita inapiganiwa kwenye kichwa na fikra zetu. Kwa anapotokea mtu anaharibu injili ambayo Paulo anaileta ya Kristo, Paulo anakuwa mkali. Na hii inatufundisha nini? Kama wewe ni kiongozi wa kanisa, unapoona kuna mafunzo au kuna mambo ya kidunia yanapenyezwa katikati ya washiriki wako, pale ufai kuwa mpole kama Paulo anavyokuwa mpole akiwa nao. Unatakiwa uwe mkali kama Paulo anavyokuwa mkali akiwa mbali, anaposikia kwamba kuna watu wanaharibu injili ambao wameipandikiza kwa nani? Kwa washiriki. Kwa hicho mimi kilinifunza tu kwamba huyu Paulo alikuwa anajua nini anafanya, na alikuwa anamaanisha anavyosema kufa ni faida. Maana yake nini? Hata wale ambao walikuwa washiriki ila waharibifu, kama wataweza wamuue, ila yeye atawaambia ukweli, hiki kitu ni nini? Ni hapana. Kujitoa mwanga kwa ajili ya nani? Yesu Kristo. Lakini Paulo hakuishia hapo. Ukiendelea kusoma, anaendelea kuonesha kwamba hoja za uongo hazifai kuingizwa katikati ya jamii ya waaminio. Kwa nini? Kwa sababu hizi ndizo zinazoweza kuharibu mambo mema ambayo tunajifunza. Sasa Paulo ndo akaja sasa kwenye lile fungu la Waefeso 6:17 kule, kwamba sasa je, kama tunapigana kiroho tunafanyaje? Shetani anapokuja na fitina, anatufitini sisi, tuwe na umoja, tusikubali fitina ya shetani. Shetani anapokuja kwetu sasa, anapoleta uongo, sisi tulete neno la Mungu, tuongee ukweli. Shetani sasa anapokuja na silaha zake za kufanya tuwe walafi, sisi tuwe na kiasi. Kwa kitu chochote ambacho shetani anakitengeneza kwetu sisi, tayari Waefeso 6 ina majibu yake mawazoni. Na wakati tunaanza kipindi niliongea na mzee Masaka, akanifundisha kitu kizuri sana ambacho unaondoka nacho. Na alichonifundisha ni kwamba Mungu anazingatia sana yale yaliyopo kichwani kwako. Na akasema kila wazo jema na kila wazo
baya litaletwa wapi? Hukumuni. Ila huyu Mungu anasema mawazo yetu yawaze mambo yaliyo mema. Haleluya. Kwa Paulo alikuwa mkali kwa watu ambao wanaleta mawazo yasiyo mema kwa washiriki. Kwa sababu gani? Watakufa alafu itakuwa hasara, sio faida. Ili wafe kwenye faida, wanatakiwa wawaze mambo ya Biblia, mambo mazuri, mambo ya rehema, tunda la Roho Mtakatifu. Wakiwaza hayo, mambo yote shetani, tunda la shetani baya litapokuwa linakuja kwao, watalipiga kwa matendo mema watayoyafanya juu ya hayo mambo. Kwa hiyo tunajifunza nini? Kristo alitenda mema akiwa duniani, na yale yote Kristo aliyoyatenda ndio ambayo sisi tunayatenda, na Paulo anazidi kuyasisitiza kwamba tuyatende kama kurudishia hii vita ya kiroho. Linapokuja baya, peleka zuri. Linapokuja baya zaidi, peleka zuri zaidi. Tukifanya hivyo, tutawaita wengi, tutawavutia wengi waje kwetu. Ingawa Paulo ni mpole, lakini kwenye mambo ya Kristo anaonekana kuwa nini? Mkali. Hata sisi tuwe wakali tunapofika kwenye kipengele cha kutetea Ukristo wetu. Asante. Naam, asante kwa mchango huo mwinjilisti Baraka. Dr. Martin, tunaendelea hapo. Naam. Katika maelezo ambayo mwinjilisti Baraka amezungumza, alijaribu kuzungumza pia silaha hususan zile ambazo Mkristo anaweza kazitumia. Sasa tuna mifano yote ya silaha za shetani ambazo huwa anazitumia. Unajua, ukishajua yani kivita au kijeshi, miongoni mwa mbinu ambayo unaweza ukaitumia kushinda vita kirahisi ni kufahamu aina ya silaha alizonazo adui yako. Kwa hiyo utajua wewe utumie aina gani ya silaha. Hiyo ni mbinu ya kawaida kabisa katika vita. Sasa ni silaha gani ambazo leo shetani anazitumia katika jamii? Lakini pia katika maelezo yako nitatamani pia uzungumzie namna mawazo yanaweza kuwa uwanja wa vita katika maisha ya Mkristo. Karibu. Naam, asante sana. Silaha kuu ya shetani anayoitumia ni mawazo: uasi, uongo, usaliti, shinikizo lika, chuki, husuda, wivu ni miongoni mwa silaha ambazo shetani anazitumia, kuu kabisa ikiwa ni mawazo. Lakini silaha kuu ambayo Mungu anaitumia ni neno lake kwa upanga wa Roho. Neno ndio linaelekeza na linakuja sasa kupatia mwongozo, kupatia dira mawazo yote awazayo mtu akilini mwake. Mwanzo 6:3 kwamba mawazo ya mwanadamu ni mabaya siku zote, lakini neno la Mungu ndilo hurejesha sasa ile nuru. Kwa hiyo shetani amekuwa akitumia mawazo sana, na mawazo ambavyo yanavyoweza kuathiri mwanadamu ni kwamba kwa kila wakati mwanadamu anawaza mawazo mengi zaidi, na asilimia kubwa mengi waga ni ya upotovu. Zaidi ya mawazo 6,000 ndani ya dakika moja kwa siku mzima, zaidi ya mawazo 6,000. Alafu zaidi ya 70% yote unakuta kwamba ni mawazo hasi. Kwa hiyo shetani ni kufanya kwamba mawazo mema yaondoke, yabaki mawazo maovu, na yanapobaki mawazo maovu anatuaminisha kwamba mitazamo, uhuru, haki ya mwanadamu haitakiwi kupotoshwa, haitakiwi kudhalauliwa, haitakiwi kupingwa. Na ndio maana silaha ambayo imetajwa katika Wakorintho pale, na mwinjilisti Baraka akaisemea kwa uzuri, Wakorintho wa 2:10-3-6, ambapo anasema japo tunaenenda katika mwili, lakini silaha zetu si za kimwili. Silaha zetu zina uwezo wa Mungu hata kuangusha ngome, zikiangusha kila mawazo na kila kilichojiinua dhidi ya elimu ya kweli. Katika ulimwengu huu sasa, kilichojiinua sana wakati huu ni mfumo wa unyonyaji, mfumo wa udhalimu, lakini vile vile ni LGBTQ+ imejiinua sana, na mfumo huu una nguvu, na unapoenda kinyume na wao unaweza ukapatwa na changamoto. Kwa hiyo hii yote imejiinua dhidi ya elimu iliyo katika Biblia, elimu ya mahusiano ya jinsia watu wawili tofauti lakini kwa mtu mmoja. Kwa hiyo kipi sasa kifanyike? Kumbuka tunazungumzia habari ya kifo. Vipo vifo vya aina 3.
ni aidha utakufa kama janga, maana kifo ni janga, utakufa tu kifo cha kawaida. Unaweza ukafa lakini ukawa ni usingizi, kifo inatajwa kama usingizi, ukiwa na matumaini unamgoja Kristo Yesu. Lakini ili kifo kiwe ni faida, lazima uweze kusimama imara, maisha yako yaweze kumdhihirisha huyu Kristo, na taji zitakapokuwa nyingi ndipo kifo chako kitakuwa cha faida. Kwa hiyo chagua unakufa kifo cha aina gani. Na jambo la mwisho kabisa kwa habari ya silaha, kwa habari ya mawazo, ni kwamba tuiteke kila fikra kwa Kristo. Chochote ambacho kipo kinyume na utaratibu tukitiishe katika Kristo, na msingi ni neno la Mungu. Asante. Asante Dr. Martin. Tunaona pamoja na hayo yote Paulo anasisitiza kuwa na matumaini. Ni kweli. Na mwinjilisti Masaka, nilikuwa nasoma Wafilipi sura ya 1 mstari wa 23 na 24. Paulo anasema kwenda zangu nikae na Kristo. Sasa hii imenichanganya kidogo kuhusiana na hali za wafu. Maana sasa anazungumzia kufa ni faida kuliko, yani kufa ni faida. Sasa tunaona hapa tena anasema kwenda zangu nikae na Kristo. Hii tunajifunza nini leo kama Wakristo kuhusiana na hali ya wafu? Je, wafu wakifa wanakuwa tayari pamoja na Kristo kwamba wamekaa naye, ukihusianisha na hii aya ya Wafilipi sura ya 1 mstari wa 23 na 24? Nashukuru. Paulo anatuambia kwamba kuwa na matumaini. Ni vizuri Wakristo tuwe na matumaini. Na Ukristo kiuhalisia ni kuwa na matumaini. Maana Yesu anatia moyo watu wake kuwa na matumaini. Kwenye kitabu cha Wafilipi 1:23 Paulo anasema kwamba ninasongwa katikati ya mambo mawili. Jambo la kwanza, natamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Jambo la pili, bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Paulo anachozungumza hapa kwamba akiwa katika mwili anakuwa anahitajika zaidi kwa Wafilipi kwa ajili yao, maana ataendelea kuwahudumia katika swala zima la Injili, kuandikia nyaraka, kuwatia moyo. Lakini anasema kwamba anatamani pia aende akakaa na Kristo. Katika aya hii baadhi ya watu wamechanganya wakidhani kwamba kwenye kifo mtu anapokufa pale moja kwa moja anapokufa, kama akiwa ni mwema anaenda moja kwa moja mbinguni, na akiwa muovu anaenda katika moto wa milele akiteseka hapo. Ndivyo watu wengi wanavyodhani hivyo. Hata mtu mmoja nilimsikia akisema wale waimbaji wa Ambassador walipokuwa naimba Kwetu Pazuri, nimekumbuka, alafu baadaye wakapata ajali, anasema walikuwa naomba wenyewe kwamba ni pazuri, kwa hiyo Mungu akaamua kuwapeleka. Kwa hiyo inaita kama vile kichekesho fulani, lakini ni baadhi ya watu wanaamini hivyo, na hili ni fundisho la shetani kabisa. Kwenye Mwanzo sura ile ya 2, Mungu aliposema hakika mtakufa, aya 3, sura 3 ya Mwanzo, maneno yale shetani anayageuza, la mbele linakaa nyuma, la nyuma linakaa mbele. Hamtakufa hakika. Mungu akisema hakika mtakufa, yeye kageuza hakika mtakufa. Kwa hakika mtakufa, hili fundisho ameliendeza shetani kupitia kwa watu ambao anawaaminisha ya kwamba unapokufa ni maisha, ni mwanzo wa maisha mengine. Kadri maandiko yanasema kwamba mtu anapokufa, kwenye kitabu cha Mhubiri 9 fungu la 5, hajui neno lolote wala hana ijala yoyote, maana kumbukumbu lake limesahauliwa. Unapokuwa hai unajua kwamba nitakufa, lakini unapokufa hujui neno lolote, maana rekodi zako zinakuwa zimefungwa. Unasubiri parapanda ya Mungu, aidha katika ufufuo wa kwanza au ufufuo wa pili wa hukumu. Ufufuo wa kwanza ni ufufuo wa uzima na ufufuo wa pili ni ufufuo wa hukumu, kama ambavyo Yesu alieleza katika kitabu cha Yohana sura ya 5 aya ya 28 na 29 kwamba wengine watafufuliwa wapate uzima wa milele, wengine aibu na kuzaliwa milele. Kwa hiyo kifo ni usingizi ambao hauna ndoto wala hauna utambuzi wowote. Hujui chochote pale unapokuwa umekufa, unasubiri parapanda ya mwisho ambayo Yesu atakuja mara ya pili. Tunachojifunza katika sehemu hii kwamba kifo ni adui. Kifo sio maisha. Ambavyo wengine wanasema kwamba ukifa ni maisha mengine.
Kifo ni adui, sio maisha. Maisha yanakuja tena kwa mtu aliyekufa baada ya kuja kwa Yesu mara ya pili, ambaye anasema kitabu cha Yohana 11:25 kwamba yeye ni ufufuo na uzima. Atawapatia ufufuo, atawapatia uhai wale waliokufa, atawafufua, kuwapatia uzima wale waliolala mauti wakimwamini Yesu. Ni ufufuo wa kwanza na kuishi nao milele kule mbinguni. Tunachojifunza katika somo hili kwamba tuwe na tahadhari kuhusiana na somo hili la kifo, maana shetani ni adui mjanja. Ametoa fundisho hili ili kuaminisha kwamba mtu anapokufa hafi kabisa, anakuwa na maisha mengine, ili kuendeleza ule uongo wake wa awali kwamba hakika hamtakufa. Lakini kauli ya Yesu katika mwanzo ni kwamba mtakufa hakika, maana kifo ni usingizi ambao hauna matumaini kwa muda ule, lakini baada ya kuja kwa Yesu mara pili ndipo matumaini yanarejeshwa upya. Ndio maana Yesu alitia moyo kwamba maneno haya ambayo anatuambia, anaenda kutuandalia mahali, alafu atakuja tena atukaribishe kwake, ili tulipo na yeye, alipo yeye na sisi tuwepo. Hii ni faraja ya pekee kwa wewe ambaye unasikia neno hili la Mungu kwamba hata kama unamwamini Yesu, kilala mauti, unasubiri tu parapanda ya mwisho. Hapa katikati hakuna maisha tena. Kama ndio maana anasema kitabu cha Mhubiri 9:10 kwamba lolote mkono wako upatalo kulifanya, ulifanye kwa nguvu, maana hakuna kazi wala maarifa huko kuzimu uendako wewe, hadi parapanda ile ya mwisho. Kwa hiyo tunatiwa moyo katika tumaini hili kwamba kuna uzima wa milele, lakini uzima huu unapatikana baada ya kuja kwa Yesu mara pili, wala sio katika kipindi mtu anapokufa. Kama ingekuwa hivyo, basi mtu anapokufa anakwenda mbinguni moja kwa moja. Yesu asingekuja mara pili, anakuja kufanya nini tena? Kuwaita kina nani? Maana wamekwenda mbinguni. Anaposema kuwaita wafu, maana yake kwamba wapo makaburini, miili yao ambayo ni udongo itakuwa imeharibika, itabaki mifupa. Lakini kwa sababu Yesu ni uzima, anapotamka, anapoita wafu wake ambao wamelala katika mauti katika Kristo Yesu, ile nguvu ya Kristo itakusanya wale watu, itawapatia uzima, na watasimama wakiwa hai, na miili yao itabadilishwa, utamlaki Bwana hewani kwa furaha na shangwe. Hii ni iwe shauku yako na wewe kwamba tuishi maisha ya unyofu tukimtumikia Kristo, ili tupate ufufuo wa kwanza endapo tutalala mauti katika huduma na utumishi wa Bwana. Asante. Naam, nashukuru sana kwa maelezo makini sana kuhusiana na hali ya wafu. Kwa hakika mpenzi mtazamaji, mtu akifa hajui neno lolote. Nashukuru sana kwa comment hiyo makini, Mwinjilisti Masaka. Baraka Mwambopo, tunajiongea mbele zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Wafilipi 1 sura ya 27. Sasa katika kusoma, kwa sababu nimekuwa nikitumia ile kanuni ambayo wachambuzi mnaisisitiza sana ya kwamba unasoma huku kidogo na huku kidogo. Nikalinganisha pia katika Yohana sura ya 17 mstari wa 17 mpaka 19. Paulo alikuwa anasisitiza umoja. Wakati huo huo tunamwona Yesu katika ombi lake la mwisho kabisa akiwasisitiza wanafunzi wake na kuwaombea kwamba anaomba wawe na umoja zaidi. Katika maisha yetu leo kama Wakristo, hususan katika makanisa mbalimbali, umoja una umuhimu gani leo katika kuangazia sasa, kwa sababu tumeitwa kuwa nuru kwa ulimwengu? Je, ulimwengu kupitia umoja unaweza kunufaika nini na makanisa leo? Naam, asante sana kwa swali hili zuri. Kiukweli tukumbuke Paulo ana imitate au anaingia ndani ya Yesu. Kwa kila jema ambalo Yesu alilifanya, Paulo analiadapti, analichukua linakuwa la kwake. Kwa hiyo Yesu ndiye mfano mkuu ambao Paulo anamfuata. Na tukumbuke kanisa la awali lilikuwa linajengwa kwenye mafundisho ya Yesu Kristo na namna alivyokuwa anaishi. Wangekuwa Waislamu wangesema hapa tunazungumzia hadithi za Mtume Muhammad nje ya Qur'ani, kwamba yale ambayo Qur'ani imeandika yapo, lakini kuna maisha ambayo Mtume Muhammad aliyaishi. Ila kwa sisi wa Kristo tuna bahati kwamba yote yameandikwa kwenye nini? Kwenye Biblia. Yale matamko ya Yesu ya moja kwa moja yameandikwa na maisha yake ya Yesu yamesimuliwa kwenye nini? Kwa sisi hatuna hadidu za rejea. Sisi tumenyooka kwenye syllabus iliyonyooka ambayo Paulo ndo anaanza kuitumia
ndo anawaambia hapa sasa ndugu zake hapa wa Filipi kwamba ni jambo jema kuwa na umoja, alafu msio waoga kwa sababu uoga ukiwajaa hamtakuwa na nini? Na umoja. Muwe imara, mshikamane nyie, msiachane, alafu msiruhusu roho za kuwatenganisha ziingie. Na hili ndo lile sasa somo la Yesu mlimani, ambapo anawajenga wanafunzi wake mara ya mwisho na akiwaombea kwa Baba. Anaanza sasa kwa kurelate kwamba mimi na Mungu au mimi na Baba tu wamoja, tuna nia moja, tunakaa pamoja, tunapanga mipango pamoja na tunaitekeleza pamoja. Kama ndivyo, na nyie mlioniamini mimi, na wahusia muwe na nini? Na umoja, kama Baba yangu na mimi tulivyo na nini? Na umoja. Maana yake ni nini? Hakuna chumba cha magombano kati ya Baba na Mwana, ila kuna chumba cha maridhiano kati ya Baba na Mwana. Inawezekana Biblia haijatuambia kwamba Mungu na Yesu huwa wanakinzana kwa hoja, ile inatuambia muafaka wanaokutana nao, kwamba Mungu Baba anachokiwaza ndicho Mwana anaenda kutekeleza. Ndio maana hapa siku ya Jumatano ndio maana hapa mwandishi anazungumza kwa ukubwa kidogo kwamba tafsiri ya neno umoja ni kwamba watu wawe wa kuheshimiana, cha kwanza. Cha pili, watu wawe wapole. Cha tatu, watu wapende kuwawezesha wengine wanapofanya vizuri. Na mwandishi ameelezea kwamba kuna mahali tunamwona mtu akiinuka, nyota yake iking'aa katikati ya waumini, ila sisi ndo wa kwanza kumshusha chini. Huu si umoja wa Kristo. Kristo anataka tuwe na umoja kwamba aliye juu kama inawezekana kumpandisha asije kushuka chini, tupambane naye abaki huko juu kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Yesu Kristo. Lakini pia kwenye kila ambalo tunalifanya Mungu kuna mambo aliyasema hapa, naomba niyasome katikati hapa kwenye paragrafu ya pili. Anasema hubiri la mlimani linatoa uelewa mzuri wa maana ya kuwa watoto wa Baba wa mbinguni na watu wa ufalme. Maskini wa roho, wapole, wenye njaa na kiu ya haki, wenye rehema, wenye moyo safi, wapatanishi. Ukipigwa shavu la huku, geuza na shavu la huku. Kuwapenda adui, kuwabariki wale wanaotulaani, kuwatendea mema wale wanaotuchukia. Kwa kifupi, kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sina cha kuongeza hapa. Hapa tu ni mambo ya umoja na Mungu akubariki. Asante sana Mwinjilisti Baraka. Okay. Ninashukuru sana kwa nyongeza hiyo na mchango ambao umechanganua kweli kweli kuhusiana na namna ambavyo umoja ni muhimu, lakini Mwinjilisti ambaye pia ni Dr. Martin. Dr. Martin, wakati fulani kuna utofauti wa uwezo katika kanisa. Hiyo tunasema ni karama. Wakati fulani kuna mtu ambaye uwezo wake ni mkubwa zaidi kuliko mwingine. Sasa ile huwa inaleta kiburi wakati fulani. Pride. Ni kwa namna gani inaweza kuchangia migawanyiko ndani ya kanisa? Lakini pia unapoendelea kutuweka sawa katika hilo, tunawezaje sasa kulinda umoja bila kuathiri ukweli kabisa kutoka katika Biblia? Naam, asante. Kitu cha kwanza, athari ya kwanza inayoathiri umoja ni kiburi, ni ego, pride. Kiburi hiki ndicho hufanya sasa mtu kujiona hakosei, kujiona yuko vizuri, kwa hata anapoelekezwa, anapotaka kufungamanishwa na wengine, anajiona kwamba hapana, anataka ajenge mnala badala ya kujenga ufalme wa Mungu. Kanisani hatujengi minala mmoja mmoja, tunajenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo haijalishi una karama kubwa vipi, haijalishi una talanta kubwa vipi, lakini kwa umoja kubali kuungamanika ili ufalme wa Mungu uweze kujengwa. Athari nyingine ni kwamba binafsi mtu na Mungu unakuta hawana umoja. Ukitaka uwe na umoja na watu wenzako na washiriki wenzako na waumini wenzako, hakikisha kwanza wewe na Mungu wako ni kitu kimoja, kwani Kristo anachokifanya. Paulo anasema katika kitabu kile cha
wa Filipi 2:20 kwamba mimi na Kristo sasa tu moja. Kristo anapokuwa pamoja na wewe, kile kiburi kinashushwa, unakuwa mnyenyekevu, unakuwa tayari kujifunza, unakuwa na upole, unachangamana vema pamoja na wenzako. Ni Wagalatia 2:20 ambayo inasema si mimi tena ninaishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hiyo tuepuke kiburi, tuepuke kujiinua, tuwe tayari kujifunza, tuwe tayari kunyenyekea, tuwe tayari kuwa na nia ya Kristo. Ndipo tutaweza kushikamana vema, tutaweza kuwa na umoja. Na umoja huu ni kwa ajili ya kazi ya Mungu, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa katika swala la pili, tutawezaje kudumu kwa umoja bila kuathiri au bila kuondoka katika ukweli? Katika Yohana ile iliyosomwa pale, watakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Na Yohana ile sura ya 17 kuanzia fungu la 17 mpaka 19, huku ukilinganisha na Wafilipi iliyotajwa hapo, kuna vitu vinne hapa. Tembea pamoja nami kwa karibu, tutaelewa. Jambo la kwanza ni ukweli. Ukweli ndio hutakasa, ukweli ndio huonyesha, ndio dira, ndio kioo. Kanisa linapokuwa na umoja bila kuwa na ukweli, linaweza kufungamanishwa na likaendana tuna tamaduni za kimaadili na za kijamii, kinachokubalika na wengi, lakini linapodumu katika ukweli linasimama imara. Halafu jambo la pili ni utakaso, ni utakatifu. Utakaso huu ndio unatufanya, ndio unatupatia utume, ndio unatupatia uwezo wa kuweza kushikamana katika ile kweli. Tutakapokuwa tumetakaswa katika ile kweli, tuna nia mamoja, tunakuwa na lengo moja la utume. Na jambo la tatu hapo ni utume. Utume bila utakatifu ni kujichafua, lakini utakatifu bila utume inakuwa bado haijatimia. Popote palipo na utume kuna utakatifu. Kwa hiyo tukidumu katika msingi wa kweli, umoja wetu utakuwa na faida sana, haitokuwa na mapokeo na kufurahisha na kupendeza watu wengi. Lakini jambo la pili, tukidumu katika utakaso, tukitakaswa na utakatifu wa Mungu, utume wetu, ndipo tutaweza kufanya kwa viwango vya juu kabisa. Na mwisho kabisa ni kwamba umoja ni nguvu, na shetani kwa kulijua hilo anapiga vita sana ili umoja uvurugike, na unapovurugika ndipo tunafikika kirahisi. Tudumu kulinda umoja katika ukweli, katika utakaso, katika utakatifu, tukifanya utume. Asante. Naam, kwa hakika nakubaliana nanyi wachambuzi kwamba umoja utufanya kuwa jeshi moja. Shetani pia hushindwa pale ambapo kanisa linaposimama pamoja katika ukweli. Hiyo nakubaliana kabisa. Mpenzi mtazamaji, nikwambie tu kufikia hatua hii tupate mapumziko mafupi, tutarejea muda si punde. BW Media, stay informed. Barabara mpenzi mtazamaji, karibu tena. Kipindi hewani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia chaneli yetu ya BW Media. Na leo tuko katika somo la 3, uzima na mauti. Tunaangalia mambo mengi sana, tukiendelea kuangalia namna Mtume Paulo na nyaraka zake na mahusiano yake na Wafilipi alivyokuwa, na namna tunavyotiwa shime leo kama Wakristo. Bado niko na timu makini kabisa ya wachambuzi. Karibuni tena tunapoendelea na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mwinjilisi Masaka, tuliishia katika nukta fulani tukiangazia zaidi umoja ulivyo muhimu katika ngazi ya familia, taifa, hata katika kanisa. Lakini sasa tukisoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27 mpaka 30, tunaona mambo fulani ambayo Mtume Paulo anakuwa anayazungumza pale. Sasa ni kwa nini umoja unatufanya tusipate hofu? Umoja unawezaje kutengeneza ujasiri? Tunajifunza kuhusiana na umoja, lakini ujasiri. Mojawapo ya silaha ambayo anatumia Shetani, anaitumia silaha ambayo ni mbaya sana Shetani anaitumia ni mafarakano. Mafarakano ni kinyume cha umoja. Anapofaulu katika mafarakano kwenye kanisa, hakuna kitakachofaulu.
Ndio maana ombi la Yesu la mwisho lilikuwa ni juu ya kanisa lake kuhusiana na umoja. Tunapokuwa na umoja tunakuwa na ujasiri. Katika Filipi 1:27 anasema, lakini mwenendo wenu uwe kama iwapasavyo injili ya Kristo. Tuwe na mwenendo ambao unaambatana au unaenda sambamba na kile tunachokihubiri. Kile tunachokihubiri kionekane katika maisha yetu. Hapa tutakuwa na ujasiri kabisa wa kusimama na kumueleza Kristo, na Kristo atatukuzwa kupitia huduma yetu. Anasema ili nikija kuwaona ninyi au nisipokuja niasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja na moyo mmoja, mkishindania imani ya injili, wala hamuogopi adui zenu. Hapo sasa ndio ujasiri. Unapokuwa na umoja kabisa wa kweli, adui hana nafasi, shetani hana nafasi kabisa, maana kila anapotaka kuingia anakutana na ngome ya Yesu. Kwa tunatiwa moyo katika ujasiri, tunataka kuonyesha hali ya umoja katika huduma na utumishi wa Bwana ambao Kristo anatutia moyo sana, ili tuweze kutembea katika neno na katika neema ya Kristo. Lakini kitabu cha Matendo sura ya 18 aya 22, Paulo anasema alipokuwa akifanya kazi ya Mungu katika maeneo mbalimbali, akiimarisha watu wa Mungu, kuingia katika ufalme wa mbinguni, tunapitia changamoto, maana ni pambano. Adui yetu anafahamu mbinguni palivyo pazuri, pana amani tele, pamejaa upendo, anapafahamu maana aliishi. Kwa anapambana kwa namna zote ili wewe na mimi tusiingie mahali pale pazuri. Kwa ni pambano. Ili kufikia meda ya thawabu inahitaji kujitoa na kujinyima sana na kunyenyekea, ili tuweze kufaulu katika huduma ya pekee ambayo tumeitoa na Kristo. Lakini kitabu cha Wathesalonike wa Timotheo wa pili 3:12 nasema, maana watu wapendao kuishi maisha ya utaua wataudhiwa. Kuudhiwa ni kupitia changamoto, kupitia magumu. Kwa tunapopitia magumu haya tukiwa na umoja, tunakuwa na ujasiri. Tukiwa na umoja tunakuwa na ushindi. Tukiwa na umoja tunakuwa na mafanikio kwenye kazi ya Mungu. Kwa tunatiwa moyo kwamba kama walivyokuwa Wafilipi, nasi leo tuwe na umoja, ili adui asipate nafasi mahali popote kupitisha mshale wake na kutusambaratisha katika mafarakano. Mungu atusaidie tuweze kuwa waaminifu katika neno la Mungu, ili tutengeneze umoja wenye ujasiri katika utumishi na huduma ya Bwana. Asante. Naam, asante sana kwa namna ulivyochambua ujasiri na umoja vinavyoenda kwa pamoja. Dr. Martin, naam, tumechambua mambo mengi sana. Wachambuzi mmeeleza na kuainisha kwa kina mambo mbalimbali, tukiangazia uzima na mauti. Sasa pengine labda kwa kifupi, una mambo gani ya msingi ambayo unadhani ni ya msisitizo sana kwa mpenzi mtazamaji kuyapata katika somo hili? Naam, asante sana. Uzima na mauti. Kuishi maisha yetu lazima yamtukuze Kristo, na kwa kuwa tumechagua njia ya Kristo, basi lazima tu tutaudhiwa. Lakini jambo la pekee ni kwamba Kristo alikwisha yashinda yote, nasi tuweze kuvumilia tukayashinda. Waebrania 12, hamjafanya vita bado, sura ya 12 fungu la 2 na la 3, hata kuweza kumwaga damu. Wengine ni mizozano kidogo tu, ni migogoro kidogo tu, wanaacha imani, wanaacha njia. Hapana, tusimame imara ili kifo chetu kiweze kuhesabika kama faida. Mateso yatatupima utambulisho wetu, kwamba je, tupo nani, tupo upande wa nani. Mateso yatatupima uaminifu wetu. Wakati ambapo tunabaki wenyewe bila ulinzi, tutadumu kumtumainia nani? Na mateso na changamoto za ulimwengu huu zitatupima dhamiri na dhamira yetu, kwamba tusipokuwa na kile ambacho tunakitumainia, je, tulienda kwa Yesu kufanya nini? Uzima wa milele, kupata mali, kupata amani. Tusipopata maisha mazuri, tusipopata utulivu ulimwenguni hapa, tukapitia dhiki, tukapitia miteso kwa ajili ya haki yake, tutadumu? Hivyo jambo la mwisho na la pekee kabisa, uzima na mauti. Gharama ya uzima, gharama ya uaminifu ni katika dhiki na adha tunazozipitia kwa ajili ya Kristo. Tuwe tayari na tutambue kwamba gharama hizo zipo, na kwa kufanya hivyo tutakaposhinda, tutakapomdhihirisha Kristo, ndipo maisha yetu yatakuwa ni Kristo na kufa kwetu kutakuwa ni faida. Asante.
Kwa hakika tunaelekea mwishoni sana. Mwinjilisti Baraka, nadhani una mambo fulani ambayo unapenda kuyakazia kwa namna moja au nyingine. Ni kweli na nakushukuru kwa sababu tunamaliza lesoni, lakini kitu ambacho nilitamani tuondoke nacho kwa siku ya leo ni kwamba wateule na walinzi wa ufalme wa Mungu hawanaga kutofautiana. Neno lao ni moja. Kwa nini? Kwa sababu wanapokea maelekezo yao kutoka kwa jemedari mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Ukiona kumeanza kuwa na viashiria vya utengano, nyie sio askari sahihi wa Yesu Kristo, wala mimi si askari sahihi. Kwa nini? Kwa sababu nachochea utengano zaidi ya umoja. Lakini tukumbuke, hata kama tunatafuta sana mali za dunia hii, Ayubu alitafuta mali na akapata, lakini alipitia mateso. Hata wewe unayetafuta mali, ukipata utapitia mateso. Ukipitia mateso, sharti ni moja tu, hata tuteseke vipi, sisi tutakuwa na umoja na Yesu Kristo kama Yesu Kristo alivyo na umoja na Mungu Baba. Ukijenga imani yako hapo, hakuna kitakacho kutikisa, ila utajihakikishia uzima wa milele. Mungu na akubariki. Mwinjilisti Masaka, sasa ni nafasi yako kuzungumza kile ambacho unatamani kiwe msisitizo sana kwa watazamaji wetu wa kipindi cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Katika huduma na utumishi wa Bwana tunapomtumikia Kristo, kama Paulo amepitia utumishi na huduma hiyo, tunajifunza kwake pia kwamba kuna vitu tu viwili. Kuna kuishi, lakini pia kuna kifo. Tunapoishi ina maana tunaendelea kutumika kwenye shamba la Bwana, na kupitia uhai tuliopatiwa na Mungu tufanye kazi ya Mungu kwa bidii, kwa kujitoa, tena kwa unyenyekevu, ili kupitia uwepo wetu katika ulimwengu huu watu wengine wapate kuokolewa. Mungu yupo tayari kuokoa watu wengine, lakini anatutumia mimi na wewe ili kupitia uhai na nguvu alizotupatia na kama alizotupatia tutumike na kuwavuta watu wengi wapate kuokolewa. Huko ndio kuishi. Lakini kupitia pia kifo, ikiwa Mungu ataruhusu tulale mauti katika kifo kama wafia dini, watatia imani ya kweli, basi damu yetu tunapomwaga pale iwe ni mbegu ya kuongoa watu maelfu kwa ajili ya Kristo. Kwa tunapoishi inakuwa ni Kristo, lakini kufa pia inakuwa ni faida kwetu, na inaleta matokeo chanya sana, hasa katika upande mzima wa Injili. Kwa tunatia moyo katika huduma ya kumtumikia Mungu, tutazamia yote. Kuna kuishi, lakini kuna kifo. Yani unaweza kupitia changamoto, ukapitia mateso, ukapitia hata kuuawa na vifungo. Yote hao ni sehemu ya utumishi na huduma. Usishangae unapotumikia Mungu kupitia udhia, na kama Mungu akanyamaza asikutoe katika hiyo udhia, anaruhusu ili ujifunze uvumilivu katika udhia huo, lakini pia wengine wajifunze namna ya kumtumikia Mungu na kupata ujasiri. Lakini tunajifunza kuhusiana na nguvu ya umoja kwenye kazi ya Mungu, kanisa la Mungu, na katika utumishi na huduma, lakini tuwe na umoja unaotupatia ujasiri na mafanikio kwenye kazi ya Mungu. Lakini mahusiano yetu si viongozi na waumini ni muhimu sana, ili kutuleta karibu katika huduma na utumishi, tufanye kazi kama timu. Mungu atubariki. Tuwe na wakati mwema. Asante. Naam, ni shukuru sana timu ya wachambuzi kwa namna ambavyo tumejikita zaidi kuzungumza na kujadili kwa kina somo mahususi la 3, uzima na mauti. Mpenzi mtazamaji, pengine nikupe tu highlight chache au vitu kadhaa ambavyo tumeviona katika somo la juma hili. Kitu cha kwanza, Kristo anatukuzwa pale tunapoishi kwa uaminifu. Lakini swala la pili, Kristo anatukuzwa tunapoteseka kwa haki. Hali kadhalika, Kristo anatukuzwa sana pale watu wanapokaa kwa umoja. Haijalishi unapitia nini leo, nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji kwamba Kristo tayari ameshinda vita yako. Amen. Kwa hiyo kaa kwa tumaini kabisa. Na kwa sababu katika somo la leo wachambuzi tumejifunza pia namna nguvu ya maombi ilivyokuwa kubwa kwa waumini wa Filipi, hasa Paulo alipokuwa gerezani, nikualike mwinjilisti Masaka sasa utuhitimishie kwa ombi. Asante Mungu wetu kwa mbaraka wa pekee katika kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Somo hili likawe chachu kwa kila mmoja ambaye anaangalia kipindi hiki, kwamba katika utumishi na huduma yetu tunapokutumikia wewe Mungu wetu, tunakutumika katika hali zote, iwe katika kuishi, iwe katika kifo. Na tunapopita changamoto na udhia katika huduma hii, tujifunze kunyenyekea na tujifunze namna ya kujisalimisha katika mapenzi yako.
ili kupitia umoja kama kanisa na maombi ya dhati tupate kufikisha ujumbe kwa watu wengine. Mbariki mtazamaji wa kipindi hiki, na kupitia somo hili likawa ni wokovu kwa maisha yetu. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Mpenzi mtazamaji, hapo ndipo tamati kabisa ya kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia channel yetu ya BW Media. Nikukumbushe tu usiache kusubscribe, kushare, kulike, kucomment ili maudhui haya ya chanje mbuga kwenda kwa watu mbalimbali ulimwenguni. Tunafahamu kwamba kupitia maudhui haya kuna mtu mmoja anaweza akapata tumaini mahali fulani. Hivyo usiache kushare maudhui haya. Nyuma ya kamera nilikuwa na vijana mahiri kabisa ambao walikuwa wakiongoza vipindi hivi. Alikuwepo William Mjembe pamoja na Joshua. Mpaka juma lijalo, mimi naitwa Watson Mwakijola. Tukutane juma lijalo. Bwana akubariki.